Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale yaliyojiri tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Nezia Masinde, nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Serikali kutekeleza miradi inayolenga kuinua uchumi wa mwananchi. Wadau wa amani wawataka vijana kamwe yasirudie yaliyotokea Oktoba 29. Katika habari za kimataifa, Iran yachimba mkwara yatishia kuzishambulia Israel na Marekani. Karibu mtazamaji wa TVE, na moja kwa moja tuanzie. Naibu waziri wa ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI, Ruben Kwagilwa amesema serikali ya awamu ya 6 itaendelea kutekeleza kwa vitendo miradi ya kimkakati yenye lengo la kuinua uchumi wa mwananchi mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Kutoka mkoani Ruvuma tuungane na Innocent Horomo. Naibu waziri Kwagilwa ameyasema haya akiwa mkoani Ruvuma katika ziara ya kikazi alipokuwa akikagua ujenzi wa mradi wa barabara ya Utili Mande yenye urefu wa kilomita 14.41 iliyopo halmashauri ya Mbinga mji, inayojengwa kwa kiwango cha rami kwa ufadhili wa Umoja wa Nchi za Ulaya kupitia mradi wa AgriConnect unaotarajiwa kugharimu kiasi cha shilingi bilioni 16 na milioni 500. Amesema mradi wa barabara ya Utili Mande inaunganisha halmashauri ya wilaya ya Mbinga na Mbinga mji ni sehemu ya awamu ya 3 ya utekelezaji wa mradi wa AgriConnect. Amesema katika awamu ya 3 zaidi ya kilomita 23 za barabara zitajengwa kwa lengo la kuunganisha wakulima wa Mbeya jiji, Kilolo na Mbinga mji kufikisha mazao yao sokoni kwa urahisi. Mradi huu Daktari Samia Suluhu Hassan anautekeleza maeneo ya kimkakati nchi nzima, maeneo ambayo yamebeba uchumi wa kilimo ikiwemo Mbinga. Barabara hizi ni kwa ajili ya kufungua, kuweza kuwasaidia wakulima wetu wayatoe mazao yao mashambani na kuyafikisha viwandani na kwenye masoko. Miradi hii ya kimkakati ni lazima tuisimamie vyema ili tufungue uchumi wa wananchi wetu. Tanzania itajengwa na sisi wenyewe, na uchumi wa wananchi wetu ndio kipaumbele cha Mheshimiwa Rais ndani ya serikali yetu ya Chama cha Mapinduzi. Kwa upande wake, meneja wa wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA mkoa wa Ruvuma, Mhandisi Sylvester Chinengo, akitoa taarifa ya utekelezaji wa mradi huo, amesema hadi sasa umefikia asilimia 69 ya utekelezaji na unatarajiwa kukamilika ifikapo Mei 29, 2026. Barabara ya Utili Mande na urefu wa kilomita 14.41. Gharama ya mradi huu ni shilingi bilioni 16 na milioni 500. Mpaka sasa mkataba huu umetekelezwa kwa asilimia 69. Mheshimiwa Naibu Waziri, sisi tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutenga fedha kufika kwenye eneo letu ili tuweze kuboresha huduma za upitikaji wa barabara kwa wananchi wetu. Kwa upande wa wananchi wanufaika wa mradi huo, wamesema kuwa licha ya barabara hiyo kuwa kiungo muhimu katika uchumi wa wananchi wa maeneo hayo, pia itarahisisha na kuboresha upatikanaji wa huduma mbalimbali za kijamii ikiwemo huduma za afya. Sisi hususani kutokana na mazao yetu ambayo tumelima huku na barabara imepita hivyo, na maana mazao yetu huenda pengine atakuwa hata kupanda thamani kidogo, sababu usafirishaji utakuwa ni urahisi tofauti na nyuma. Kipindi cha masika wakina mama kweli wanapata changamoto sana. Changamoto jinsi ya kumsafirisha mama kutoka huku kijijini kwenda Utili. Kweli ilikuwa shida. Barabara ilikuwa sio nzuri. Sasa hizi tunashukuru Mungu. Sasa hizi pamoja na haijakamilika lakini barabara inapitika. Nikiripoti kutoka katika barabara ya Utili Mande iliyopo wilaya ya Mbinga mkoani Ruvuma, Innocent Horomo, TV Habari. Ni taarifa yake Innocent Horomo. Wafanyabiashara wapatao 500 jijini Dar es Salaam wamenufaika na mafunzo maalum ya ununuzi wa umma yanayoandaliwa na Mamlaka ya Usimamizi wa Ununuzi wa Umma PPRA, ikiwa ni jitihada za serikali za kuwawezesha wazao kushiriki kikamilifu katika zabuni na miradi ya umma. Taarifa ya Recho Chacha inasomwa na Nancy Ibrahim. Mafunzo hayo yamelenga kuwajengea uelewa wafanyabiashara kuhusu sheria ya ununuzi wa umma ya mwaka 2023 ambayo imeweka upendeleo maalumu kwa wazabuni wa ndani kwa lengo la kukuza uchumi wa taifa na kuimarisha ushiriki wa sekta binafsi ya nchini. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa mafunzo hayo, mkurugenzi mkuu wa PPRA Dennis Simba amesema kuwa kwa mujibu wa sheria hiyo miradi
miradi yote ya serikali yenye thamani hadi shilingi bilioni 50 inapaswa kutekelezwa na wazabuni wa ndani, huku akihimiza wafanyabiashara kutumia fursa hiyo kwa kuzingatia sheria, taratibu na viwango vilivyowekwa. Miradi yote mpaka bilioni 50 inatakiwa ifanywe na wafanyabiashara, wazabuni, wakandarasi, wajasiriamali, jina lolote lile, lakini awe Mtanzania. Na sisi mamlaka tuna hakika kwamba tunaweza kulisimamia hili vizuri ili tuwapeni fursa. Pamoja na kwamba tunajenga mazingira rafiki, mamlaka vile vile tunawasisitiza mtekelezi wajibu wenu, kwa sababu kuna vitendo vingi ambavyo wakati mwingine vinakuwa vinavunja sheria yetu. Mamlaka sasa hivi kwa kutumia mfumo huu una macho mengi sana. Kwa upande wake, kaimu meneja wa PPRA kanda ya Pwani, Kenneth Ndebuka, amesema mifumo ya ununuzi wa umma nchini imejengwa kwa misingi ya uwazi na uwajibikaji, hivyo kuwapa wazabuni nafasi sawa ya kushiriki katika zabuni za serikali. Dhumuni kubwa la serikali katika kuhitimisha au kuinganisha hizi sheria ambazo sasa zinaenda kwa za uwazi zaidi kutokana na teknolojia ambayo imeonyesha, na sana sana tumeona kwenye mfumo wa NeST imeonyesha kwamba kuna kuwa na uwajibikaji na uwazi katika zabuni za umma. Hivyo tunakaribisha watu wote waweze kushiriki na kuwa mstari wa mbele katika kushiriki hizi tenda za umma. Baadhi ya washiriki wa mafunzo hayo wameeleza kunufaika na elimu waliyoipata, wakisema imewasaidia kuelewa kwa undani taratibu sahihi za kushiriki zabuni za serikali na kuepuka makosa yanayoweza kuwanyima fursa. Sasa hivi una haja ya kwenda kuonana na mtu. Kwenye mfumo unaweza ukasubmit tenda yako, vile kwenye mfumo unaweza ukajua malipo yako vile unayasubmit kwenye mfumo na unaona kwamba yamekuwa delivered. Mimi nawashauri tutumie huu mfumo kwa sababu unatusaidia kuona jinsi serikali inavyotoa tenda zake, na ni za wazi, hazina upendeleo. Ukishinda unajiona umeshinda, na ukishindwa vile wanakunotify kwamba umeshindwa na ni kwa sababu gani. Mfumo huu umekuwa msaada kwetu sisi kama wazabuni, kwani kila siku umeendelea kuwa na maboresho ambayo yanatusaidia sisi wazabuni kuweza kushiriki vizuri kwenye tenda, na umekuwa kila siku na maboresho ambayo yanatusaidia sisi wazabuni kuweza kufanikiwa kushinda tenda za serikali. Ni taarifa yake Recho Chacha iliyosomwa hapa studio na Nancy Ibrahim. Wadau wa amani na wanaharakati wameendelea kuwataka vijana na jamii kwa ujumla kutorejea kile kilichojitokeza Oktoba 29 mwaka 2025 na kuwataka vijana kuwa wazalendo kwa kudumisha amani na mshikamano wa taifa. Mrisho Mapeo ana taarifa zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, mdau wa amani na mwanaharakati Kombo Ahmed Kombo amesema taifa linahitaji utulivu ili kupata maendeleo. Hivyo amesema ni muhimu kwa vijana kushiriki kutunza amani badala ya kuiharibu, na kusisitiza kuwa huo ndio uzalendo. Aidha, amesisitiza suala la wao kama wadau wa amani wameamua kutembea nchi nzima kuwakumbusha vijana kutunza amani ya nchi ili taifa liendelee kupiga hatua za maendeleo. Tufikirie siku tatu zile tulizokaa ndani mwisho saa 12. Je, zilikuwa ni siku sahihi? Makosa yaliyofanyika kama yaliyojitokeza tusije tukajaribu kuyarejea tena. Kwa sisi ambao tuko Dar es Salaam hapa tunajua kimbembe kilichotukuta. Wengine kula yetu mpaka tutoke nje tupate riziki. Kuna watu walidhidi kudhoofika, wagonjwa ile saa 12 mwisho ndani ile. Watu walidhidi kudhoofika, baadhi ya watu. Sasa hatuhitaji hii hali ijitokeze, maana kuna baadhi ya watu wamesema watawekeza kuhamasisha vijana kuendelea kufanya vurugu. Na sisi tunapingana na wale, tunataka tuwafuate vijana. Tutaki kila siku kukaa kwenye media kuanza kujibishana nao. Sasa hivi tunakwenda kwa vitendo, tunaenda kuwaona vijana wenzetu, tuwaambie umuhimu wa amani, umuhimu wa uzalendo. Kwa upande wake, Joseph Yona ambaye pia ni mdau wa amani na maendeleo ametaja miongoni mwa mikoa ambayo wamekusudia kuanza nayo katika kuwakumbusha vijana kuwa wazalendo kwa nchi yao na kudumisha amani. Kuna majiji, kwa mfano Dar es Salaam. Dar es Salaam tunaweza tukaigawa hata mara 3 kwa sababu Dar es Salaam pamoja na ujiji wake, lakini ni eneo nyeti sana katika nchi yetu. Kwa hiyo tunaweza tukaligawa hata mara 3: Kinondoni, Ilala na Temeke.
Lakini vile vile kuna majiji kama Dodoma, kuna majiji kama Mwanza, kuna majiji ya Arusha, kuna jiji la Mbeya. Hayo ni majiji 6 plus Dar es Salaam tutaigawa mara 3. Lakini vile vile tutaenda kwenye baadhi ya manispaa, sehemu mikoa 15 ambayo tutaanza nayo, ni kwa sababu ya unyeti wake. Kuna sehemu moja kule kanda ya Ziwa kule, mnajua Tarime kule. Lazima tuende tukazungumze na vijana wa Tarime. Ni sehemu nyeti nayo ambayo ni kanda maalum, lazima tukazungumze. Bahati nzuri mimi ni mtu wa huko. Ni taarifa yake Mrisho Mapeo. Mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA imewataka wamiliki wa vyombo vya usafiri nchini kuhakikisha wanaajiri madereva na makondakta waliothibitishwa na kupewa leseni halali za utoaji huduma ili kuboresha ufanisi kwa abiria pamoja na kudhibiti matumizi ya lugha zisizofaa ikiwemo matusi na utoaji wa huduma zisizo sahihi. Huyo hapa Nancy Ibrahim na taarifa hii. Akizungumza wakati wa mafunzo kwa uhudumu wa madereva wa vyombo vya usafiri iliyofanyika katika manispaa ya Lindi, kaimu meneja wa leseni za usafiri wa barabara LATRA makao makuu Dodoma, Ngereza Pateli, amesema mamlaka hiyo umeona ipo haja wamiliki wa vyombo vya usafiri kuajiri wafanyakazi wenye sifa na waliopata mafunzo stahiki ili kuimarisha nidhamu kazini, kuongeza utii wa sheria na kanuni za usafiri pamoja na kujenga imani kwa wateja wanaotumia huduma za usafiri kwa umma. Wasiwatumie madereva ambao hawajathibitishwa na mamlaka, wasiwatumie makondakta ambao hawajaenda kusoma na kusajiliwa na mamlaka. Utakuwa huongezi ufanisi kwenye eneo hilo ambalo unafanyia biashara. Kwa hiyo tuhakikishe kwamba madereva wetu wanasajiliwa na kuthibitishwa kwa kufanya mtihani LATRA, lakini makondakta wahakikishe kwamba wameenda kusoma jinsi ya kuhudumia abiria na wamesajiliwa na mamlaka. Kwa madereva kuna kitufe cha utambuzi ambacho anapokwenda kuingia kwenye gari na kuendesha, ni kwamba dereva anabonyeza kuunganisha na mfumo wetu wa ufuatiliaji ambao unaitwa Vehicle Tracking System. Kwa upande wake, mkuu wa kikosi cha usalama barabarani mkoa wa Lindi, mrakibu wa jeshi la polisi James Makumu, amesema mafunzo hayo kwa waendesha vyombo vya usafiri yataongeza ufanisi katika utoaji wa huduma, ikiwemo kuzingatia kanuni zilizowekwa, matumizi sahihi ya leseni kulingana na ruti husika, pamoja na kutambua na heshima na haki za wasafiri wakiwa safarini. Wamesikia wenyewe kwamba ni haki zipi ambazo abiria anastahili kuzipata pindi unapomchelewesha kituoni, kwamba ndani ya lisali moja abiria hajaondoka pale stendi ana haki ya kurudishiwa nauli yake kama hahitaji kusubiri. Wana haki ya kimsingi au haki ya kisheria ya kununuliwa chakula na wewe mmiliki. Ilisisitizwa sana na aliopewa maelekezo mazuri sana juu ya kuthamini, juu ya kutoa lugha nzuri, juu ya kupangilia mizigo. Baadhi ya waendesha vyombo vya moto manispaa Lindi walionufaika na mafunzo hayo wameipongeza LATRA, wakisema kuwa itawasaidia kuboresha utoaji wa huduma za usafiri kwa abiria wao na kuimarisha mahusiano kati ya wahudumu na watumiaji wa vyombo vya usafiri. Wamekuwa wakitupa elimu katika vituo vyetu ndani ya manispaa, kwa maana kwamba zoezi zima la upakiaji au uzidishaji wa abiria linakuwa linaleta changamoto ya ajali. Kwa hili ambalo tumelipata tukalifikisha kwa madereva wetu katika vituo vyote vya ndani ya manispaa yetu. Alikuwa hawajajua kupata kanuni za msafirishaji wa magari. Mwingine amemiliki gari lakini kanuni hazifahamu. Haina sababu mpaka uende ofisini kama wenyewe walivyoeleza. Unatumia mfumo wa simu, unajisajili, unalipia ada zako. Nikushukuru sana Nancy Ibrahim. Serikali kupitia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imehimiza vijana na wanafunzi kutoka shule na vyuo nchini kuhakikisha wanapewa kipaumbele cha kujiunga na vyama mbalimbali vya kijamii ikiwemo Chama cha Skauti Tanzania, kwa kuwa ni nguzo muhimu kwenye malezi na maendeleo ya vijana, kwani kupitia vyama hivyo wataweza kujifunza uzalendo kwa taifa. Mwandishi wetu Mrisho Mapeo ana taarifa zaidi. Hayo yamebainishwa wilayani Kibaha mkoani Pwani na Rais wa Chama cha Skauti Tanzania ambaye pia ni Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda wakati wa mkutano wa 7 wa chama hicho, ambapo amesema vyama hivyo vinaweza kusaidia pia kuleta umoja wa kitaifa, huku kamishna wa elimu Dr. Liabwene Mtahabwa akisisitiza kuwa skauti ni dawa ya uzalendo. Ukiingia kwenye skauti, makabila mbalimbali, dini mbalimbali, jinsia, mnafanya shughuli za pamoja na ni vyama vya hiari, kwa sababu huingii kwa lazima. Ni unaweza kaingia ukatoka kwa hiari yako, lakini kwa hiari yako kaingia mkajenga umoja kama ule, unaweza kutusaidia sana kuimarisha umoja wa nchi yetu. Kwa hiyo nimehimiza tutaendelea kukuza klabu za scout mashuleni,
na kwenye vyuo vyetu, lakini hata shule nyingine kama michezo, klabu za mijadala, debate clubs na kadhalika, ili ziweze kuleta mshikamano. Scout ni dawa ya uzalendo. Scout ni dawa ya uraia mwema. Scout ni dawa ya elimu ya kujitegemea. Kwa hiyo mimi ukiniambia dawa bora kabisa katika karne hii kwa Tanzania, Mheshimiwa Rais, ni dawa hii. Wakizungumzia umuhimu wa chama cha skauti katika kuwajenga vijana kuwa wazalendo kwenye taifa lao, skauti mkuu wa Tanzania Rashid Mchata na askofu mkuu wa jimbo la Mbeya Mhasham Gervas Nyaisonga, ambaye ni mdhamini wa chama cha skauti Tanzania, wamesema chama hicho ni fursa muhimu kwa vijana kujifunza uzalendo, umoja na mshikamano. Kama unavyofahamu, tarehe 29 Oktoba mwaka jana ilikuwa ni tarehe ya uchaguzi, lakini ni tarehe ambayo wale vijana ambao ni Gen Z ambao ndio wanachama wetu wengi kirika walifanya vurugu. Lakini hatuna taarifa ya kijana ambaye ni scout ambaye ana rika la Gen Z aliingia katika hizo vurugu, hakuna. Kwa unaweza kaona aina gani ya uzalendo scout wetu wanayo, na ndio maana hapa mtaaluma mkuu amesema umuhimu wa scout katika karne hii ni mkubwa sana. Chama cha Scout kiwe mstari wa mbele kuitikia kama tunavyozoea kuitikia, basi tuendelee kuitikia. Chama hiki daima kina malengo yaliyo hai, hayapitwi na wakati, na hivyo kila anayejiunga hawezi kuonekana kwamba anapoteza muda. Tuendelee kushiriki, Mwenyezi Mungu atulinde na kutupa baraka, na chama chetu kiendelee kuwa mstari wa mbele kuwasaidia vijana na hatimaye kusaidia taifa kwa ujumla. Vijana tunatakiwa tuwe wazalendo katika nchi yetu, tuipende nchi yetu, tufanye mambo ambayo Dr. Samia Suluhu Hassan na viongozi wengine wote wanahitaji, na serikali yetu kwa ujumla wanahitaji. Tuondoe vurugu, tuondoe corruption yoyote inayotokea katika nchi, na mambo yote ambayo yanayofanyika katika nchi ambayo hayahusiani au yapo kinyume na sheria za nchi yanatakiwa ripotiwe haraka iwezekanavyo ili kuimarisha uzalendo wetu katika nchi. Asante sana Mrisho Mapeo. Meneja wa wakala barabara za vijijini na mijini TARURA mkoani Katavi Mhandisi Innocent Mlai amesema kuwa mkoa wa Katavi umejipanga kufanya ukaguzi mara kwa mara katika maeneo ya miundombinu ili kukabiliana na mvua ambazo zimeanza kunyesha tangu Novemba mwaka jana. Kwa taarifa hii kutoka Katavi tungane na Nancy Ibrahim. Mhandisi Mlai ameeleza kuwa katika kutekeleza hilo wamejipanga kukagua barabara, mifereji, madaraja na makalavati ili kuhakikisha endapo kuna uchafu au mchanga umejaa unaondolewa mapema ili kuzuia mafuriko na kuruhusu maji kupita kwenye njia yake. Aidha, amebainisha kuwa mkoa wa Katavi umejitahidi kufungua barabara mpya nyingi ili kufika maeneo ambayo awali hayakuwa yakifikika kwa kujenga zaidi ya madaraja ya mawe 24 na bado wanaendelea na ujenzi huo. Lakini pia kwenye utekelezaji wa kazi hizo tunachokifanya sasa hivi ni kumake sure kwamba tunafanya ukaguzi wa mara kwa mara kama ambavyo alielekeza mtendaji mkuu, kwa maana kukagua madaraja, kukagua mifereji, kukagua makalvati ili kuhakikisha kwamba endapo kuna uchafu umeziba au kuna mchanga umejaa, basi tunafanya desilting mapema, kwa maana kuondoa ili maji yaweze kupita kwenye njia yake ya kawaida na isije kusababisha athari kwa wananchi au kusababisha mafuriko. Hilo ni jambo ambalo mtendaji mkuu amesisitiza sana na sisi ndio tunalifanyia kazi, na kwa mwaka huu tuseme bahati nzuri hiyo kazi zinaendelea vizuri na hatujakutana na changamoto yoyote ya mafuriko au mifereji kujaa au makalvati kuziba au madaraja kusombwa na maji. Hivyo ndivyo ambavyo tunaoperate na tunaendelea mpaka sasa hivi. Aidha, Mhandisi Mlai ameeleza kuwa hivi sasa wananchi wanashuhudia mabadiliko makubwa ya kiuchumi kutokana na maboresho hayo, tofauti na zamani ambapo madalali pekee ndio walioweza kufika mashambani na waliokuwa wakipanga bei za mazao kwa wakulima, lakini sasa hivi wakulima wenyewe wanauza mazao yao moja kwa moja na kupanga bei kulingana na uzalishaji wao, jambo linalowapa faida kubwa na kuboresha maisha yao. Asante sana Nancy Ibrahim.
Serikali kupitia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imesema inatambua umuhimu wa masomo ya dini katika kujenga maadili ya vijana, na hivyo itashirikiana na taasisi zote za dini ili kuhakikisha lengo la kuwa na jamii bora na yenye maadili mema. Mrisho Mapeo ana taarifa zaidi. Akizungumza wakati akikabidhi vitabu vya elimu ya dini ya Kiislamu kidato cha pili, Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda amesema inatambua umuhimu wa masomo ya dini, hivyo itashirikiana na taasisi za dini ili kuwa na mitaala bora kwa shule za dini na shule za umma kwa lengo la kuimarisha maadili na kudumisha amani ya nchi. Na nakala 1000 ya vitabu vya kiongozi cha mwalimu vyenye thamani ya shilingi 1,200,000. Hivyo jumla nitakabidhi vitabu vyenye thamani ya shilingi 17,200,000. Kama nilivyosema hapo awali, vitabu hivi ni kwa ajili ya matumizi ya shule ambazo hazimilikiwi na serikali zinazofundisha somo hili Tanzania bara na upande wa Zanzibar. Kwa upande wa shule zinazomilikiwa na serikali, Taasisi ya Elimu Tanzania imeshakamilisha usambazaji wa vitabu hivi, ambapo jumla ya nakala 42,868 ya vitabu vya kiada vya somo hili na nakala 702 ya kiongozi cha mwalimu zimeshasambazwa katika halmashauri zote kwa uwiano wa kitabu kimoja mwanafunzi mmoja. Kwa upande wake, Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania, Sheikh Abubakar Zuberi, amemshukuru Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kumrejesha Profesa Adolf Mkenda kwenye Wizara ya Elimu, kwani ni kiongozi anayefahamu vyema mpango na malengo ya elimu ya dini ya Kiislamu, huku akihimiza mshikamano kwa Waislamu wote nchini. Nataka kuwahusia kidogo Waislamu waendelee kujenga zaidi mshikamano na umoja. Malumbano hayatawasaidia chochote. Kunyenyekeana ndio jambo ambalo Mtume amelieleza. Mtume akatuambia waziwazi kwa wale wenye kushughulika na fani ya hadithi, anatuambia jambo, nyenyekeaneni mpaka asitokee mmoja kumfanyia ubaya mwingine, wala sifaharishe mwingine akajiona bora zaidi na mjuzi zaidi na anaelewa zaidi kuliko mtu mwingine. Matni ya hadithi inasema tawadhu hatta la yabghi ahadun ala ahad wala yafkhara ahadun ala ahad. Mtume anasema namna. Akisoma risala ya taasisi ya TISTA iliyoandaa mtaala huo, Mwalimu Ali amemhakikishia Waziri wa Elimu kuwa wapo walimu wa kutosha walioandaliwa kwa ajili ya kufundisha masomo hayo ya elimu ya dini, na hivyo hakutokuwa na changamoto ya walimu, huku Sheikh Musa Kundecha kwa niaba ya kamati tendaji ya kusimamia masomo ya elimu ya dini ya Kiislamu TISTA akiomba ushirikiano kwa watendaji wa kamati hiyo kwenye ofisi za serikali, kwani lengo ni kuimarisha maadili. Hatutegemei kumtuma mufti wa sasa. Hao watatuagiza sisi na watendaji wetu ndio watakaokuja katika ofisi. Kwa hiyo ni kuomba Mheshimiwa Waziri utoe maagizo mzuri watendaji wa TISTA wanapokuja kwenye ofisi. So basi wapate huduma stahiki na faa ili kurahisisha utendaji. Naibu Waziri wa Maji Mhandisi Kundo Mathew amemwagiza Katibu Mkuu wa Wizara ya Maji Mhandisi Mwajuma Waziri kuchukua hatua kali dhidi ya mkandarasi wa kampuni ya Peritas Exim Infrastructures Limited anayetekeleza ujenzi wa mradi wa maji taka wilayani Chato kutokana na kushindwa kukamilisha mradi huo kwa wakati na kujenga chini ya viwango vilivyokubalika. Kundo amesisitiza kuwa hatua hizo zinapaswa kujumuisha kusimamishwa kazi mkandarasi huo pamoja na kulipa fidia ili kulinda maslahi ya serikali na mwananchi. Taarifa na Joel Maduka kutoka Chato, Geita. Hatua hiyo imekuja ni kufuatia ziara ya ukaguzi iliyofanywa mapema leo na naibu waziri huyo katika eneo la mradi, ambapo alijionea mapungufu makubwa katika utekelezaji wake. Mradi huo ulianzishwa mwaka 2023, ulipangwa kukamilika mwaka 2024. Hata hivyo hadi sasa haujakamilika na mkandarasi akuwepo katika eneo la kazi. Akizungumza wakati wa ziara hiyo, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Chato Bartolomeo Christian amesema kuwa mkandarasi huyo tayari amelipwa zaidi ya shilingi milioni 500 licha ya mradi huo kutokukamilika. Mheshimiwa Waziri, ule mradi mpaka sasa hivi mkandarasi ni kama yuko site, mradi umesimama na ameshalipwa zaidi ya milioni 570. Ni kuombe Mheshimiwa Waziri
uweze kutusaidia ule mradi, kwa sababu Chato tunateseka sasa, na Chato yote imejaa maji. Mvua ikinyesha, maji taka yanasambaa katika mji ule wa Chato. Lazima tuone thamani ya pesa katika miradi, lakini pia mradi ukamilike kwa ubora unaotakiwa na mradi ukamilike kwa wakati, kwa sababu ukiuchelewesha kuna ile faida ambazo tungezipata kutokana na kuwaisha kukamilisha mradi, sasa huwa tunapata hasara, na ndio maana tutahitaji alipe fidia. Sanjari na hilo, mbunge wa jimbo la Chato Kusini Pascal Lutandura na mbunge wa jimbo la Chato Kaskazini Cornel Magembe waliwasilisha kilio cha wananchi kuhusu changamoto ya upatikanaji wa maji safi na salama katika maeneo yao, wakiomba serikali kuharakisha utekelezaji wa miradi ya maji. Chato Kusini wanawaza sana haya maji, wana matumaini makubwa sana. Daktari Samia alipopita aliwaambia mradi wa maji unakamilika, akautaja akiwa Chato kwamba sisi tutapata maji. Sasa tunapoanza kuambiwa sasa leo ni wa baadaye, tutafikiriwa baadaye, ni kuombe Mheshimiwa Naibu Waziri pamoja na Waziri wa Maji, naomba mtu ingize moja kwa moja kwenye mpango, ili na sisi sasa Chato Kusini tukae wanufaika wa moja kwa moja kupitia mradi huu mkubwa wa maji. Inaonekana utakuwa na manufaa makubwa, na mimi nataka nikuhakikishie Mheshimiwa Naibu Waziri, sisi wananchi wa Chato Kaskazini ambao tunakwenda kunufaika katika kata 8 kama wanavyosema, lakini katika vijiji 22 na Watanzania wa Chato zaidi ya 168 wanakwenda kunufaika. Kwa kweli mpaka sasa wanasubiri mradi huu kwa hamu sana. Ahadi ya Daktari Samia Suluhu Hassan, na sisi Wizara ya Maji hatufikirii wala hatuwazi. Tukishaambiwa ni ahadi ya Mheshimiwa Rais, ni moja kwa moja sisi tunaenda kutekeleza. Kwa hiyo hilo usiwe na wasiwasi. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa mamlaka maji safi na usafi wa mazingira Chato CHAWASA Isaac Mgeni ameelezea hatua iliyofikiwa katika ujenzi wa mradi mkubwa wa maji pamoja na idadi ya wananchi watakaonufaika mara baada ya kukamilika. Ambao upo hapa Bweziloyombo, mradi wa miji 28 unaotekelezwa katika mji wa Chato. Mradi huu una thamani ya shilingi bilioni 40 za Kitanzania na umekusudia kuzalisha maji kutoka katika chanzo chetu cha Ziwa Victoria, na utajenga miundombinu ambayo itawezesha wananchi wa Chato wapatao zaidi ya 168 kuweza kunufaika na maji haya. Ya maji tunapewa mara 2 kwa wiki. Siku ya Jumanne tunapata maji na Ijumaa tunapata maji, na tunategemea huu mradi wa hapa kwa sasa hivi ukishakamilika na tutafanyaje, tutapata maji ya kutosha. Serikali imesisitiza kuwa haitamvumilia mkandarasi yoyote anayekiuka mkataba au kuchelewesha miradi wa maji, ikielezea kuwa hatua za kisheria zitachukuliwa ili kuhakikisha miradi inakamilika kwa wakati na wananchi wanapata huduma ya maji safi na salama. Umoja wa wanawake wa Chama cha Mapinduzi Tanzania UWT wilayani Mvomero umewahasa wanawake kuchangamkia fursa za mikopo ya 10% inayotolewa na serikali kwa kuanzisha vikundi vya kufanyia miradi mikopo hiyo, huku akitakiwa kuwa waaminifu kwa kurejesha mikopo wanayopatiwa, hatua itakayosaidia kuwezesha makundi mengine kunufaika na mikopo hiyo. Shukuru Materu kutoka Morogoro ana taarifa zaidi. Wito huu umetolewa na mwenyekiti wa UWT wilaya Mvomero Recho Kingu wakati wa baraza kuu la umoja huo, ambapo ametaka wanawake hao kuwa mstari wa mbele kuhudhuria matamasha yanayotoa elimu ya ujasiriamali ili kuwawezesha kujikwamua kiuchumi kwa kuanzisha viwanda vidogo vidogo. Ninaomba na sisi tuingie kwenye hivyo vikundi, lakini tuwe waaminifu, tuwe na bidii. 10% tutakayoipewa tuizungushe, tufanyie miradi, turejeshe. Hiyo sio takrima. Mama ametupa ili tufanyie miradi, tuzalishe, turejeshe na wengine wapewe. Naombe sana waheshimiwa madiwani na waheshimiwa viongozi wa UWT mpasilishe mahusiano kati yenu na viongozi wa chama. Jumuiya ya UWT baadaye changamoto, ukipewa maagizo na makatibu wa CCM kata amfanyi, visingizio vinakuwa vingi. Kuna wanawake wananyanyasika, lakini anashindwa wapi aenda kanzi. Siku ukiwaita wanawake ukakaa nao, mkifanya mikutano mikuu yenu ya kata kwenye kata zenu, mkakaa na wanawake, mkawaleta wataalamu, wakawafundisha jinsi ya kuepukana na vitendo vya ukatili, tayari huo ni mpango ambao mnakuwa mmeutekeleza ndani ya kata wenu na mmewainua wanawake kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Upande wake mbunge wa viti maalum mkoa wa Morogoro Sheila Lukuba pamoja na mwenyekiti wa halmashauri ya Mvomero Majuka Kolmani wamesema watashirikiana kuhakikisha fedha zilizotengwa kwa ajili ya mikopo inawafikia wahusika. Niwaombe madiwani, waheshimiwa madiwani,
kipindi itakapofika kipindi cha maandalizi ya bajeti za halmashauri, niwaombe mjitahidi kwa mnabeba ajenda za wanawake mnazipeleka kule kwenye halmashauri, si ndio? Maanake hao wanawake wote wanawategemeeni nyie, ambao nyie ndio mnasimamia fedha za kule halmashauri, tunaisimamia serikali. Kwa hiyo itakapofika kipindi cha maji, pambaneni kuhakikisha fedha ya mikopo inatengwa. Kutengwa ni hatua ya kwanza, kuhakikisha fedha inatolewa inafika kwa wahusika. Sisi kama madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Mvomero tutahakikisha ile mikopo ambayo inapitia kwetu inafika kwenu kama ilivyokusudiwa na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Shukuru Materu, TVE, Morogoro. Asante sana Shukuru Materu kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari na mimi ni Nezia Masinde. Tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Katika habari za kimataifa, Irani ya chimba mkwara ya tishia kuzishambulia Israel na Marekani.